Lengo hasa ya hii project yetu ni kuhamasisha jamii jinsi ya kuelewa ya kuhifadhi furu, kwa sababu furu ni samaki halisi walioko katika Ziwa Victoria na wanapatikana Ziwa Victoria tu, kwa sababu population yake iko chache sana ziwani na anaweza kupotea. Kwa hiyo bila kufanya uhifadhi wowote wa furu hawa watapotea, kama jinsi research zinavyosema kwamba hawa furu ni wasafisha ziwa, wanasaidia kusafisha ziwa letu. Kutokana na uelewa mdogo, jamii inafanya vitu bila kutarajia vitaleta madhara gani katika maisha yao na pia katika ziwa. Kwa mfano, mtu anapotupa plastiki ziwani hajui kwamba ile plastiki samaki atakuja kuila, na baadaye ikifika kwenye mwili wa samaki itakuwa sumu, na yule samaki atakuja kuvuliwa, atatolewa, ataliwa, na akiliwa na inaweza ikamletea kansa. Kinachotakiwa kufanyika sasa hivi zaidi ni usambazaji wa elimu ya juu ya usafi wa mazingira ya ziwani, ambapo kama sisi tumeanza kidogo, na hao watu watakuwa mabalozi wa wengine, na pia sisi tutaendelea kutoa elimu tukisaidizana. Kila mtu anapopata hii elimu na kuielewa atampa mwingine, na pia kila mtu atafahamu. Mwisho wa siku tutakuja kuwa na ziwa safi. Wito nao upenda kutoa kwa jamii, cha kwanza kabisa ningependa wale ambao ni mabalozi wa kuwaelimisha wengine wawe wa kwanza kutunza mazingira, wasiwe mabalozi tu, ila na wenyewe wawe chanzo cha wenyewe cha kutunza mazingira. Pia waangaliane macho kwa macho kwamba huyo anatupa, usitupe hapa, na kama wanaweza wakatengeneza visheria vidogo vidogo kwenye vitongoji ili kuendelea kulinda. Kama ukikuta umetupa plastiki utalipa faini kiasi fulani, sheria ndogo ndogo ili kuweza kulinda ziwa. Leo tulikuwa tunatoa elimu kwa jamii, lakini kwa wadau mbalimbali namna gani wanaweza kujihusisha katika shughuli mbalimbali za utunzaji wa mazingira na viumbe vinavyopatikana ndani ya Ziwa Victoria, hususani katika jamii ya samaki aina ya furu. Kumekuwa na matukio mengi sana ndani ya Ziwa Victoria, hususani masuala ya uvuvi haramu, lakini vile vile utupaji wa taka ovyo usiozingatia maadili. Hivyo tumeweza kuzungumza na jamii kwa namna moja au nyingine, kuweza kuwapa elimu ambayo kwa namna moja inaweza kusaidia na kuwa mchango kwa jamii, lakini pia kwa mazingira ya Ziwa Victoria. Hivyo tuna imani kwamba jamii imeweza kutusikiliza na imeweza kuelewa kile ambacho tumeweza kukitoa kwa upande wao, na ni elimu ambayo kwa namna moja au nyingine itaweza kusaidia jamii, lakini na mazingira kwa ujumla. Moja kabisa ni watu kukosa elimu ya kutosha. Alafu pili ni makazi ya watu wanakaa karibu na ziwa, na hiyo ni moja ya sababu kubwa ambayo inaweza kusababisha uchafuzi wa mazingira ukawa ni mkubwa, kwa sababu kama endapo watu wangekuwa wanawekea umbali kiasi fulani kwamba makazi yawe na umbali kutoka ukanda wa ziwa, ingekuwa ni moja ya kusaidia kukosesha hiyo moja ya uchafuzi wa mazingira ambao ni moja kwa moja ambao unalenga kwenye Ziwa Victoria. Watu wazingatie tu usafi, yani sisi tuzingatie usafi pamoja na mimi na wengine, labda tuwe tunaweka watoto au tusiwe tunajisaidia ovyo ovyo, labda tuwe tunaenda mbali kidogo na mwaloni. Mwalo inatusaidia sisi, inatusaidia hapo tunachotapo maji ya kwenda kutumia, hata maji yakikatika mabombani tunachota tu hapo, nayo maji tunatumia kwenye mabomba na yenyewe yanatoka tu hapo japo yanawekwa dawa.